Nikukaribishe kwenye mazungumzo machache sana katika siku ya leo. Leo nina ombi moja tu kwa wadau ambao tumeweza kufikia mstari mmoja. Tafiti huwa ni watu 30. Sasa kwa watu waliotumia dakika 45 kuanzia kuchemsha, kunywa hadi kupima, wamevuka kiwango cha watu 120 na kitu hivi. Ni 130. Kwa hiyo nilikuwa naombi kuwaomba waridhie picha za vipimo na namba za simu zifike sehemu 3 muhimu. Sehemu ya kwanza kwa Katibu Mkuu Wizara ya Afya. Sehemu ya pili Waziri wa Afya. Sehemu ya 3 mtendaji mkuu wa serikali ni Waziri Mkuu, na mwisho mkuu wa nchi ambaye ni Rais. Kwa hiyo inaandikwa barua, inawekwa uthibitisho ule kuambatanisho na barua, na kutoa ushauri wangu kama inawezekana kuishi bila mistari miwili. Tanzania inawezekana kuishi bila VVU. Lakini nimeona niombe idhini au ridhaa, kwa sababu lazima namba ya simu iwepo ili wizara ikitaka kuwasiliana na mgonjwa iwasiliane naye. Kwa hiyo tutatuma message kupitia namba 0774 768 768 kuomba ridhaa hiyo. Watasema Msigwa endelea, basi tutawakilisha, kwa sababu mimi nilikuwa nisafiri tarehe 2 kuwa Mbeya, lakini nikaona kuna sikukuu Jumapili, tuache watu wafarijike na sikukuu, kwa sababu kukaa kwangu Mbeya ni siku chache sana, na kila sehemu nimekaa siku nyingi sana, siku 2-3, kutokana na kuelekea kijijini kwangu kuendelea na shughuli zangu za shamba. Kwa hiyo nikaona ni vyema nitoe ombi hii leo, ukituridhia katika wale watu ambao watapewa kipaumbele kupewa chanjo, nawe utakuwepo, lakini haitotoka nje ya hapo, na tutaandikia barua kulinda faraha ya mgonjwa. Inaweza kuwa na faida mbili. Moja ni kujulisha mamlaka husika kuwa inawezekana, wana hiari kuchukua hatua au wasichukue hatua. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ambayo tutaipata, tutashift sasa kutoka hatua hiyo, tutakwenda so programu ya chanjo ishakamilika miaka 20 iliyopita, tena kutumia kunde ambayo ndio inaweza kutengeneza tabaka la damu iskopi chochote kutoka kwenye damu nyingine katika damu halisia. Kwa hiyo tunatofautiana na hivi sayansi ya wenzetu. Kwa hiyo nimeona nije hapa kwa lugha hiyo tu